Shalom. Ubarikiwe sana na Yesu Kristo mahali popote ulipo. Karibu katika kipindi chetu pendwa cha Saa ya Urejesho. Ni mimi mtumishi wa Mungu Simiton Ndimbwa, maarufu kama Nabii Great. Nakukaribisha katika kipindi cha Saa ya Urejesho. Haleluya. Na katika kipindi chetu cha Saa ya Urejesho kwa leo tunakwenda kuangalia somo letu linakwenda kwa jina la kuyabadili mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho kabla bado hayajatimia katika ulimwengu wa mwili. Kuyabadili mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho kabla bado hayajatimia katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Ukweli ni kwamba kuna ulimwengu wa roho alafu kuna ulimwengu wa mwili. Na kuto kujua namna mambo haya yanavyoenda, nimeona watu wengi wakiwa waathirika, wakiwa ni victim wa kuto kujua namna ulimwengu wa roho unavyotenda kazi ukihusianisha na ulimwengu wa mwili. Haleluya. So usiku wa leo nataka twende tukajifunze namna ulimwengu wa roho unavyoathiri na namna ambavyo unaweza ukazuia mambo ambayo yapo katika ulimwengu wa roho kabla bado hayajatimia katika ulimwengu wa mwili, na mengine ambayo tayari yameshaanza kutimia ila unataka uyaondoshe. Haleluya. Yes. So unajua inakuwa hivi, matatizo mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa mwili tayari yalikuwepo katika ulimwengu wa roho, na kwa namna moja ama nyingine Mungu alitoa taarifa ya mtu ayashughulikie kabla bado hayajatokeza, lakini kwa kutokuwa na maarifa au kwa kutokujua nini cha kufanya, hakuna kilichofanyika ndiposa yakatimia. Kwa unakuta kwamba watu wengi ambao wanaishi katika changamoto moja mbili tatu, tayari Mungu alisha communicate, alishaongea juu ya hizo changamoto, lakini hakukuwa na namna ambavyo yule mtu ana maarifa namna ya kuweza kushughulikia. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo tutakuwa tunazungumza maarifa haya kwa uchache, alafu tutafanya maombi namna ya kushughulikia. Haleluya. So nitaanza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11, nitasoma na Mwanzo sura ya pili mstari wa 5. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11, neno linasema, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoae mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Sasa twende katika Mwanzo hiyo sura ya pili mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hapakuwa, nianzie mstari wa 4. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilivyoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Okay. So ukiangalia haya maandiko mawili ni kwamba hivi, katika sura ya kwanza ambayo ndio imetangulia, Biblia inasema Mungu akaumba miti na mimea na mbegu, kila kitu kikaenda vizuri na Mungu akaona kwamba ni vema. Lakini ukija sura ya pili anasema hapakuwa na mche wowote wa kondeni. Sasa huko ametangulia kutuambia tayari kila kitu kilikuwa kipo. Alafu huko anakuambia hakukuwa na kitu chochote. Namna gani vitu hivi vilikuwa? Ni kwamba hivi, kuna ulimwengu wa roho alafu kuna ulimwengu wa mwili. Katika ulimwengu wa roho Mungu alikuwa tayari ameshachipuza mazao, ameshachipuza matunda tayari, na ameona kwamba yanafaa na ameona ni vema. Lakini katika ulimwengu wa mwili vile vitu vilikuwa havijaanza kutimia bado. Kwa hiyo kitendo cha kwamba ukiangalia ardhi unaridhika kwamba ardhi hii ni ya hivi hivi, hii ardhi haitakuwa na chochote, bila kuangalia nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho, unajidanganya, kwa sababu baada ya siku sio nyingi ile ardhi utaona inachipua vitu. Unajiuliza, ardhi hii imepata wapi mambo haya? Ardhi hii ilishapewa tangia zamani katika ulimwengu wa roho na vitu vilikuwa vimeshatimia. Haleluya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unatenda kazi, na kitu chochote kabla hakijatimia hapa kinaanza kwanza kinapandwa katika ulimwengu wa roho, alafu kinakuja kina manifest, kinatokea katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Kwa hiyo ukiweza kuwa na access ya kufikia ulimwengu wa roho, unaweza ukabadilisha. Kwa mfano katika ulimwengu wa roho tuseme yamepandwa machungwa. Ukiwa na uwezo wa kufikia ulimwengu wa roho, unaweza ukabadilisha machungwa katika ulimwengu wa roho ukapanda malimao. Alafu mtu akija kuamka asubuhi anashangaa yanaota malimao.
Anaanza kushangaa, mbona imeota malimao badala ya machungwa? Kumbe ulienda katika ulimwengu wa roho ukabadilisha. Haleluya. Ndivyo ambavyo adui amekuwa akifanya mbinu hizo. Amebadilisha vitu katika ulimwengu wa roho. Watu wanapitia mambo ambayo hawaelewi chanzo chake nini. Amina. Hawaelewi chanzo chake nini, imetokanaje. Unakuta kuna familia ambazo yanapita magonjwa tu yasiyoeleweka. Anaumwa kaka, kesho anaumwa mtoto, kesho ugonjwa mwingine, anaumwa fulani, kesho. Yaani wao wamekuwa ni familia ya hospitali. Ni ugonjwa, ni ugonjwa, ni ugonjwa, ni hasa unawaza hata kama labda ni ugonjwa katika hali ya kawaida. Mbona magonjwa mengine hata sio ya kuambukiza? Kwa nini familia hii tunahudhuria hospitali? Lakini kumbe kuna mwenye maarifa, kuna mjanja ambaye ameenda katika ulimwengu wa roho akapandikiza magonjwa, alafu baada ya muda fulani yale magonjwa yakaanza kuota bila kuwa na chanzo chochote cha kisayansi. Unajikuta tu anatoka huyu anakuja huyu anakuja. Kwa ikiwa kuna dalili kama hizo, huenda katika ulimwengu wa roho kuna kitu kingine kimeshapandwa na kile kitu kipo kinatawala ulimwengu wa mwili. Haleluya. So niko hapa kwa ajili ya kutoa maarifa hayo, lakini kwa ajili ya kung'oa yale yasiyotakiwa na kwa ajili ya kupanda yale yanayotakiwa. Haleluya. Lakini nimekutana na watu wengine ambao wana juhudi mbalimbali labda za kujikwamua kiuchumi, watoke kwenye shida fulani, anatumia mbinu hii, anatumia mbinu hii, zote zinagonga mwamba. Zote. You see, unajua iko hivi, umaskini, of course mtu anaweza kaonekana ni maskini kwa sababu hafanyi kazi. Lakini umaskini hautokani tu na kutokufanya kazi. Umaskini ni laana ambayo inawekwa katika ulimwengu wa roho. Ile laana inakuja kutokeza katika ulimwengu wa mwili kwa namna mbalimbali. Namna mojawapo, inawezekana mtu akawa anafanya kazi kwa bidii, na wakati mwingine mtu anakwambia nafanya kazi kwa bidii na hela napata, ila sijui ninalolifanyia. We acha kutuambia bwana. Yaani wewe hujui kivipi? Yaani hujui, anasema mtumishi sijui. Hujui kivipi? Yaani tuambie sasa, katika kuto kujua yaani zimeishaje. Anakwambia ni matumizi yanakuwa ya hovyo, yaani siwezi hata kuyaelezea, ila nakuta tu hela zimefanyaje, zimeisha. Mtu kama huyu huenda katika ulimwengu wale kuna laana ya yeye kutokumiliki. Kuna laana yeye asiwe na kitu chochote. Kwa hiyo katika ile laana inakuja kutokeza katika mwili katika namna hiyo. Kama vile ambavyo kulikuwa tayari na miti katika ulimwengu wa roho na matunda, alafu kwa nje ilionekana bado. Lakini baada ya muda ile miti iliyokuwa katika ulimwengu wa roho ikatokeza katika ulimwengu wa mwili. Kwa mtu anakwambia kwamba sijui haya mambo yanavyoenda, lakini ile laana inaweza katokea hata kwa namna nyingine, kwa sababu ile laana kazi yake pia ni kumsababisha mtu avunje zile kanuni za kimafanikio. Anazivunja tu, ikiwemo matumizi ya hovyo, ikiwemo mwingine hataki kazi, ikiwemo mwingine hana uwezo hata wa kufikiria wa kubuni chochote. Ni msomi lakini hana chochote anachoweza kubuni, anachoweza kuwaza kwa ajili ya kuimprove maisha yake ya kiuchumi. Hana. Kwa nini hana? Ni kwa sababu tu hana? Hapana. Katika ulimwengu wa roho kuna laana ya kwamba huyu hawezi kumiliki, huyu haruhusiwi kumiliki. Kuna watu, kuna raia wengine ambao wameenda mbele katika ulimwengu wa roho ili kwamba huyu asiweze kumiliki, huyu hataweza kumiliki chochote. Na namna inapokuja kutokea anakuwa ni mtu tu yupo tu. Nimekutana na wazazi ambao wanalalamika kwamba yani kijana wangu kwa umri wote huu yuko sawa tu, yani anaona ni sawa tu, anakaa nyumbani, anakula, analala, anaangalia TV, akisho tena na kesho kutwa tena. Ukimuuliza nini, anakwambia mimi nimeomba kazi sijapata. Sasa anyway, kwa utamaduni wetu Afrika, mwanaume kabisa amerizikaje? You see, ile nguvu ya kulizika, huenda ni kukata tamaa, huenda ni laana ambayo ilishapandwa katika ulimwengu wa roho. Inaweza kuwa laana ya ukoo, inaweza kuwa laana yake binafsi, inaweza kuwa laana ya familia, lakini ipo tayari katika ulimwengu wa roho, inatenda kazi. Kwa hiyo kunabidi kuwe na njia za kiroho za kushughulikia lile jambo. Watu kama hawa, ushauri na saa hautamsaidia kitu. Vikao haviwezi kufua dafu, kwa sababu hii kitu ni ya kiroho zaidi. Haleluya. Oh my God. Siko hapa kwa ajili ya kukutishia, niko hapa kwa ajili ya kukuonesha suluhisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini kuna magonjwa ambayo chanzo chake hakieleweki, chanzo chake hakijulikani. Yani just tu anaumwa, anaenda hospitali. Wengine wamefika mpaka India. Nilikutana na mama mmoja. Alikuwa ametoka India, ni Mwafrika tu mwenzetu. Ametoka India kwa ajili ya shughuli za kimatibabu. So wakawa amekuja sasa kwa ajili ya maombezi zaidi na nini. Wakati anaanza kuniambia,
kwamba nimetoka India na nini na nini na nini, nikaoneshwa katika ulimwengu wa roho, nikaona laana ambayo laana hii ilikuwa kwa mama yake, na kwa sababu shetani alitaka hii laana itoke kwa mama yake ije kwa mtoto, aliwakosanisha mama na mtoto. Alipowakosanisha mama na mtoto, yule mama akatamka laana. So mimi nilichoonyeshwa, nikaonyesha tu kwamba, nikamwambia naona laana inatoka kwa mama, na ikitoka kwa mama inakuja kwako, na ndio imesababisha ugonjwa huu ambao unahusudia sasa hizi. Wewe na mama mnaelewana vizuri? Akanambia kwa kweli nimejaribu kuomba msamaha, tumejaribu kusuluhisha, lakini mama amegoma kwamba hilo kosa nilikubwa mno, sijui namna gani nilifanya makusudi, vitu vya namna hiyo. Nikasema huu sio ugonjwa kama ugonjwa, hii ni laana, na laana hii ilikuwa kwa mama, imetoka kwa mama. Kwa hiyo utabidi uende ukafanye suluhisho na mama, lakini nitakuombea, ila ili laana hii isiwe na uhalali wa kukusumbua, lazima ukafanye suluhisho, kwa sababu huyu ni mzazi, ana mamlaka juu yako katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Lakini pointi yangu ni kwamba kuna haya magonjwa ambayo chanzo chake hakieleweki, hakijulikani, huenda yakawa tayari yalishapandikizwa katika ulimwengu wa roho, na yakisha kuwa yamepandikizwa katika ulimwengu wa roho, yanakuja kumanifest katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Alafu tukianza kuyatafuta vyanzo vyake katika namna ya njia ya kibinadamu, hatupati. Kwa nini hatuwezi kupata? Kwa sababu haijatokana na vyanzo vya kibinadamu. Haleluya. Siku moja nilikuwa Arusha, so akawa amekuja watu katika maombezi, katika maombezi akaja mtu mmoja hivi, akanieleza kwamba mimi naumwa tu, usielewe naumwa nini, anyway hicho. So wakati naanza kumuombea, naika mkono, na ghafla roho wa Mungu ana pepo. No, ila kwa yule pale special kwa ajili ya yule. So nilipoona lile pepo, nikaanza kulitajia, nikaambia, wewe ni pepo, lakini umedanganya kwamba huyu dada anaumwa ukimwi na anaamini hivyo, lakini wewe ni pepo. Niliposema tu vile nilicheka, nilichenga, unacheka nini? Hebu toka. Tukalitoa lile pepo. Lakini point yangu ni kwamba alikuwa akiishi siku zote akiamini kwamba ana ukimwi. You see? Na akaamini hivyo na akaishi hivyo. Lakini kumbe chanzo chake ilikuwa ule ukimwi, sio ukimwi kama ukimwi, lakini kuna roho ambayo imepandikizwa. Haleluya. Yes. Vifo vya mara kwa mara au vifo vya umri mdogo inaweza kuwa pia ni dalili ya kwamba kuna kitu ambacho kimepandikizwa katika ulimwengu wa roho. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Haleluya. Samueli wa kwanza sura ya 3. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 31-32. Tutasoma hapo mara moja. Samueli wa kwanza sura ya 2. Vifo. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30 na yes, neno la Mungu linasema mstari wa 31. Angalia siku zinakuja nitakapo ukata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwapo mzee. Hata kuwapo mzee nyumbani mwako. Anasema, nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hakutakuwako mzee milele. Kwa hii familia, huyu mzee Heli anaachiliwa hichi kitu na Mungu mwenyewe kulingana na mambo ambayo alikuwa amemkwaza Mungu. Na sina maana kwamba ni Mungu tu ndo anafanya haya. Lakini hii familia sasa, kama mzee Heli hata waambia, ikawa ni siri yake yeye, watajikuta tu wakiwa na miaka 20 na kitu, 30 na kitu, ngapi wamekufa. Alafu wakiwa hawajui ni nini. Lakini kumbe hii mauti ya kabla ya wakati imepandikizwa katika ulimwengu wa roho. Imeshapandikizwa. Na kwa sababu imeshapandikizwa katika ulimwengu wa roho, kwenda hospitali za India hakutasaidia. Kwenda Norway hakutasaidia. Kinachohitajika ni namna nyingine, maarifa mengine ya kwenda kutatua changamoto hii katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu huu, katika ulimwengu wa roho. Alafu ukifanikiwa kuifix katika ulimwengu wa roho, tayari huku utaona wale watu wanaanza kuishi katika ulimwengu huu. Lakini namna hii ya kawaida haiwezekani. Vikao haviwezi kutatua jambo hili. Kwa hayo yakija hayajaja kama magonjwa, yamekuja kama mauti
kabla ya wakati, kwa sababu tayari mauti kabla ya wakati ilikuwa imeshapandwa katika ukoo, katika familia ya mzee Heli. Mwingine hapa naongea huenda kweli kwenu hamfikishi miaka fulani. No, Biblia ilisema nini? Akiwa Musa alifikisha miaka mingapi? Miaka 120. Miaka 120. Na Musa ni agano la kale. So kama agano la kale aliishi miaka 120, sisi tulio katika agano bora zaidi ya lile la Musa tuliishi miaka mingapi? Kufa na miaka 30 laana. Amina. 60 laana bado. Yaani kwa nini tukubali kizembe? Amna. Haleluya. Kama hicho kitu kinatembea katika familia yenu, ndio maana Mungu amekupa fursa ya kuhudhuria kipindi hiki. Unafunguliwa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Yes, lakini kuna ulemavu ambao chanzo chake pia umeshapandwa katika ulimwengu wa roho. Ulemavu. Mtu anatembea katika ulemavu ambao tayari umepandwa katika ulimwengu wa roho. Sikiliza. Mungu haumbi kitu ambacho hakijakamilika. Haleluya. Mungu kama Mungu haumbi kitu ambacho hakijakamilika. Wanasayansi wataweza kukwambia sijui genes sijui zilifanyaje sijui nini. Sikiliza. Mungu haumbi kitu ambacho hakijakamilika. Nitakuja na somo lingine hapa linaitwa hekima ya Mungu. Tutaenda kuangalia mapenzi ya Mungu na hekima yake kwa undani. Haleluya. Hakikisha unapatikana katika kipindi kijacho. Lakini leo nataka niongelee tu vitu vilivyopandwa katika ulimwengu wa roho. Kuna ulemavu mwingine ambao umepandwa katika ulimwengu wa roho, unaanza kuwasumbua wale watu. Wengine ulemavu wa akili, wengine ulemavu wa viungo, wengine ulemavu sijui hawawezi kuzaa, wengine ulemavu no. Hiki kitu kilishapandikizwa katika ulimwengu wa roho. Alafu inakuja kutenda kazi kuwasumbua wale watu, wanaanza kusumbuka kwenda hospitali, wanaanza kusumbuka sio kufanyaje. Suluhisho liko hapa leo. Haleluya. Leo suluhisho lipo kwa sababu hiki kitu kilipandikizwa katika ulimwengu wa roho, alafu kinakuja kumanifesti katika mwili. Angalia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9. Yohana Mtakatifu sura ya 9. Kianzia mstari wa kwanza pale. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? You see? Hata azaliwe kipofu. Wanajua hivi, haiwezekani katika namna ya kawaida tu mtu akazaliwa kipofu. Kwa hiyo ulemavu, understanding, ufahamu hawa wanafunzi ni kwamba hivi, ulemavu unatokana na jambo ambalo limepandikizwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu anaweza akazaliwa kipofu. Kulingana na ufahamu wao, haiwezekani katika hali ya kawaida tu mtu akazaliwa kipofu. Haiwezekani. Na Yesu akusema mnaongea vitu gani nyinyi? Kwani kuzaliwa kipofu kunatokana na ulemavu? Yesu akusema hivi. Yesu akasema hivi, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Huyu hakutenda dhambi. Yesu akasema, yani hakusema kwamba mpo wrong kabisa. Akasema ila katika machagulio mlioyaweka jibu sahihi halipo. Okay? Katika machagulio mlioyaweka kwamba ni huyu au ni wazazi wake, jibu sahihi halipo. Lakini jibu sahihi liko sehemu fulani. Panaitwa bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Haleluya. Sasa kazi za Mungu ni zipi? Ukienda katika waraka kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za ibilisi. Kwa hiyo ni kazi kwa kazi. Kazi za Mungu ni kuvunja kazi za ibilisi. Yesu alichokuwa anakisema hapa ni kwamba huyu mtu ni kipofu kwa sababu ya kazi za ibilisi. Lakini kazi za ibilisi zinahitaji kazi za Mungu ili kuweza kuzivunja. Haleluya. Kwa hiyo sio kila mtu ni yeye kakosea, hapana. Mwingine anasema kabisa mimi sijafanya chochote ili haya yanipate. Ni kweli kabisa hujafanya chochote. Na unasema wala mamangu hajafanya chochote ili haya yatupate katika familia yetu. Ni kweli kabisa wala wazazi wako hawakushiriki ibada za mashetani wala nini. Lakini haweza kuwepo mtu mmoja tu adui wa familia. Anaweza kuwa mchawi tu. Mchawi fulani tu akaamua kuwasumbua. Kwa sababu mchawi sio lazima umkosee. Ndio maana tunamshukuru Yesu kwa kuja. You see? Sio lazima umkosee mchawi. Hakupendi tu kwa sababu hakupendi tu. Haleluya. Na hamna haja ya kuomba kupendwa na mchawi kwa sababu ipo nguvu zaidi ya uchawi iko hapa leo. Haleluya, ambayo tutaitumia kung'oa mapando ya adui katika jina la Yesu Kristo. Amina. Lakini kabla sijatoka hapa, kuna kitu ambacho kinafanya mimi nampenda Yesu zaidi. Ngoja nikwambie, Yesu sio habari ya dini. Yesu ni habari ya upendo wa Mungu katika udhihirisho. Upendo wa Mungu katika udhihirisho ndio Yesu Kristo.
Neno la Mungu linasema hata alipokuwa akipita, alikuwa na safari zake, anapita anaenda, lakini katika kupita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Okay? Alikuwa anapita akamuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Sikiliza vizuri, sio yule kipofu ambaye alimuona Yesu, ila wanajidai hawajamuona. Lakini hiyo sio tabia ya Yesu. Yesu alimuona yule kipofu, sio kipofu aliyemuona Yesu. Ni Yesu aliyemuona kipofu. Sikiliza nikwambie, Yesu amekuona na changamoto zako. Yesu ameona mapito unayoyapitia. Yesu ameona mambo ambayo tayari yapo katika ulimwengu wa roho, ambayo umejaribu kwa njia mbalimbali ili ujitoe, lakini imeshindikana. Yesu amekuona na ndio maana amekupa fursa na amekupa nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi hiki. Ni kwa sababu Yesu amekuona. Ziko chaneli nyingi sana hapa kwenye Azam na kwenye nini, ziko machaneli mengi, lakini ni kwa sababu Yesu amekuona. Ameona shida zako, amesikia maombi yako, ameona kilio chako. Sio wewe tu ambaye umemuona. Nataka nikwambie Yesu ndiye aliyekuona. Lakini kizuri zaidi ni kwamba Yesu akikuona sio kama watu wengine wanakuona alafu wanajidai hawajakuona. Wanapita kwa sababu wanaogopa utawaomba, wanaogopa utawaambia kwamba nina shida fulani na shida fulani. Lakini Yesu alipomuona yule kipofu, Yesu akasimamisha msafara, alafu wanafunzi wakaanza maswali. Yesu akaanza kujibu yale maswali. Yesu akamfuata yule kipofu. Yesu akamtemea mate na akamwambia kwamba nenda ukajioshe na utapona. Haleluya. Nataka niseme tu kwamba Yesu na wewe amekuona. Sio lazima wewe uwe umemuona Yesu. Wengine wanasema mimi sijawahi kumuona Yesu tangia nizaliwe. Ni mzungu au ni Mwafrika sijui. Hiyo haijalishi. Yeye amekuona wewe. Haleluya. Ameona shida zako, ameona upofu wako. Haleluya. Na haijalishi chanzo cha tatizo lako hakijulikani. Pengine hospitali wamesema sio malaria, wala sio ukimwi, wala sio kansa, ila hatujui ni nini. Yes, of course inaweza kutokea. Lakini sio kwa Yesu. Yesu akasema ni kweli sio babake, wala sio mamake, wala sio mwenyewe, lakini hata hivyo bado huyu mtu leo kazi za Mungu zinakwenda kudhihirishwa ndani yake. Pengine hata wewe hujui chanzo cha tatizo lako, kwamba mtumishi ameongelea ulimwengu wa roho, kwamba wengine wanaloza hivi, wengine za hivi. Sasa mimi sielewi ni fungu gani. Nataka nikwambie kwamba kutokuelewa ni fungu gani haina maana kwamba Yesu anakupita usiku wa leo. Bado Yesu anakwenda kushughulikia shida yako. Bado Yesu anakwenda kushughulikia haja yako bila kujalisha chanzo chake kinajulikana au hakijulikani. Haleluya. Yesu anakwenda kushughulika na tatizo hilo usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu nakushukuru kwa sababu umeona. Kama ambavyo ulimuona yule kipofu, kadhalika watu hawa Mungu umewaona. Umemwona mwanamke huyu katika shida yake, umemwona mwanaume huyu katika jambo lake ambalo limemsumbua, katika jina la Yesu Kristo. Sasa nataka tuanze tukaanze maombi sasa. Ikiwa unasumbuliwa na jambo fulani, so utakuwa unanifuatisha namna nitakavyokuwa nakiomba maombi haya ya mamlaka, na ndivyo ambavyo tutakuwa tunabadilisha vitu katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Katika mwanzo pale tumeona kwamba Mungu alikuwa akitamka maneno ya mamlaka, na alivyokuwa akitamka ndivyo ambavyo ilikuwa inatokea. Akapandikiza ile miti katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye magonjwa yamekuwa yamepandikizwa katika ulimwengu wako wa roho, naanza sasa kuyang'oa katika jina la Yesu Kristo. Weka mkono mahali ambapo unapatikana na huo ugonjwa, mahali ambapo huo ugonjwa unapatikana, ikiwa ni figo, ikiwa ni mapafu, ikiwa ni moyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natembea sasa katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, tunatembea wote sasa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Anza kung'oa sasa. Ng'oa kila magonjwa yaliyopandikizwa ndani ya mwili huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninang'oa kila ulemavu uliopandikizwa katika ukoo huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninang'oa kila laana za umaskini kwa jina la Yesu Kristo, laana za kutokusoma, laana za ujinga na upumbavu kwa jina la Yesu Kristo. Ninazing'oa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kwamba jioni ile Yesu akauona mtini, akaulani, akauambia kuanzia leo hata kula mtu matunda katika mti huu kwa jina la Yesu Kristo. Na asubuhi yake ulikuwa umenyauka kwa sababu ile laana ilienda ikang'oa ule mti katika ulimwengu wa roho, ikawalibu ule mti katika ulimwengu wa roho, na asubuhi yake ulikuwa umekauka katika jina la Yesu Kristo. Nasema
Sema hivi katika ulimwengu wa roho, ninalaani kila ugonjwa, ninalaani kila mabaya yaliyopandikizwa kinyume na mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninayaharibu kwa jina la Yesu, ninayaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kufunguliwa, ninatangaza uhuru, ninatangaza kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Unawekwa huru kwa jina la Yesu, unafunguliwa kwa jina la Yesu, unawekwa huru kwa jina la Yesu, unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Tayari nguvu ya Mungu imeshafika mahali hapo. Tayari nguvu ya Mungu inatenda kazi sasa. Malaika wa Bwana wapo kazini. Wanang'oa katika jina la Yesu. Unafunguliwa sasa. Unawekwa huru sasa katika jina la Yesu Kristo. Unawekwa huru sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes Lord. Rapo shaka tapa sekete peshene ka. Arika anaborikashe. Arika sapo shaka na madio. Arabo sakande dikeshe na madio po. Arapo shakata na maseketi ya pishkos. Bwana Yesu, umeona watu hawa na ukuona vyema uwapite katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya nguvu yako ambayo imewahudumia watu hawa na ambayo inaendelea bado kuwahudumia watu hawa. Kwa jina la Yesu Kristo, kama ule mtini ulivyonyauka, nasema laana zao zinanyauka, magonjwa yananyauka katika jina la Yesu, mikosi inanyauka katika jina la Yesu, kamba za maonezi ya ibilisi zinanyauka kwa jina la Yesu Kristo. Rika shabuni kataba sekete katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Na nataka nikwambie jambo moja. Haujabaki vile ulivyokuwa. Tayari nguvu za Mungu zinatembea sasa. Tayari nguvu za Mungu zinatembea katika mwili wako. Tayari nguvu za Mungu zinatembea katika roho na katika nafsi yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitakupa namba ya simu kwa maombezi zaidi. Kwa maombezi, lakini pia na shuhuda. Jambo ambalo Mungu amekutendea, ni vizuri ukashuhudia kwa ajili ya watu wengine. Ukumbuke ushuhuda ni silaha. Neno la Mungu linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wako unaweza kuwa silaha hata kwa mtu mwingine akaitumia, kwamba kama Bwana amefanya kwa fulani, Bwana anaweza kutenda na kwangu pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini Mungu akubariki sana kwa wale ambao wanaendelea kushiriki katika pia kuchangia huduma. Niseme tu kwamba unaruhusiwa, karibu sana katika kuchangia huduma zetu ambazo tunaendelea nazo hapa kwenye TV, lakini pia na mission zetu za nje ya mji kupeleka injili. Haleluya. Kwa hiyo karibu katika kuchangia huduma hii, na nikwambie kwamba utakapohusika katika kupeleka injili, kuna mtu ametoa mpaka tumekufikia wewe, lakini na wewe ukitoa mpaka tukamfikia mtu mwingine, baraka zile alizosema Yesu kwamba tumeacha vitu fulani tukakufuata, zitakufuata na wewe pia, kwa sababu utakuwa ni hela yako ambayo ulikuwa upeleke sehemu nyingine, lakini umemthamini Yesu Kristo ukatoa kwake. Haleluya. Kwa hiyo hautabaki vile ulivyokuwa. Na mimi nataka niombe na watu ambao wanaenda kutoa sadaka zao sasa, kwa ajili ya Mungu kuwafungulia malango ya mbinguni na baraka zikamiminika kwako. Namba ambayo tunaitumia ni 0768 150 221. 0768 150 221. Haleluya. Jina linakuja Simeon Ndimbwa. Utaona jina hapo Simeon Ndimbwa, utatoa vile ambavyo roho yako inagusa na kwa ajili ya kupeleka injili hii mbele. Haleluya. Mungu akubariki. Tutakutana tena katika kipindi kama hiki, muda na wakati kama wa leo. Barikiwa sana. Kwa maombezi zaidi utatuma namba hiyo, kwa ushuhuda utatumia namba hiyo, lakini pia na kwa sadaka utawasiliana na sisi kwa namba hiyo. Barikiwa. Amen.